Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Angola Joao Lourenco washuhudia utiaji saini hati za makubaliano katika masuala mbalimbali ya kuimarisha uhusiano na uchumi baina ya mataifa hayo mawili. Na katika michezo, timu ya Simba yajiandaa kulipa kisasi dhidi ya Al Masry ya Misri zitakapokutana katika mchezo wa marudiano wa Kombe la Shirikisho barani Afrika hapa jijini Dar es Salaam. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwepiana. Tunaanza na taarifa ya habari, lakini mara tu baada ya taarifa ya habari tutapata wakati wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yupo nchini Angola kwa ziara ya kiserikali ya siku 3 na mwenyeji wake Rais wa Angola Joao Lourenco wameshuhudia utiaji saini hati za makubaliano katika masuala mbalimbali ya kuimarisha uhusiano na uchumi baina ya mataifa hayo mawili. Makubaliano hayo yanalenga pia kufungua fursa za kibiashara na uwekezaji pamoja na jitihada za kuimarisha ulinzi na usalama kwa nchi hizo mbili, ambayo itakuwa chachu ya kudumisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili na eneo lote la kikanda. Mkataba wa ulinzi utakuwa ni wa miaka 5 ambapo utaimarisha ulinzi na usalama kwa pande zote mbili katika sekta za afya, michezo na utamaduni pamoja na maeneo mengine yenye maslahi mapana kwa taifa. Aidha, hati nyingine iliyosainiwa ni rasimu ya makubaliano kati ya Kituo cha Uwekezaji Tanzania na Wakala wa Uwekezaji Binafsi, ukuzaji na uwezeshaji wa usafirishaji nje ya Angola, ambapo utaanzisha uhusiano wa kimkakati katika kukuza uwekezaji na biashara baina ya Tanzania na Angola. Wakiwa katika mazungumzo ya faragha, marais hao wawili walikubaliana pamoja na mambo mengine kurahisisha wananchi wa nchi hizo mbili kusafiri bila vikwazo, lengo likiwa ni kukuza utalii wa biashara baina ya mataifa hayo mawili. Serikali imetoa wito kwa taasisi za umma na zile za binafsi pamoja na mtu mmoja kushiriki katika maonesho makubwa ya Dunia Expo 2025 yatakayofunguliwa kuanzia Jumamosi katika jiji la Osaka nchini Japan, ambapo Tanzania ni moja ya nchi 160 zilizothibitisha kushiriki. Tujiunge na mwanahabari wetu Kuringe Mongi kutoka jijini Dodoma. Akizungumza na vyombo vya habari hapa jijini Dodoma, Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo amewahimiza wale wote wenye nia ya kushiriki kujisajili kupitia tovuti ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara nchini TanTrade, kwa kuwa maonyesho hayo ya dunia yanatoa fursa za kiuchumi katika nyanja mbalimbali ambazo Tanzania inazitekeleza. Niombe taasisi mbalimbali za serikali, sekta binafsi kuweza kujipanga katika swala zima la kushiriki katika maonyesho haya. Tukumbuke sasa hivi nchi yetu inaendelea kunadi uwekezaji mkubwa wa miradi ya kimkakati ikiwemo barabara zetu, reli. Tunajua tuna reli ya kisasa na tunataka uwekezaji huu uweze kwenda kwa kasi zaidi na kuweza kuunganisha na nchi zingine za wenzetu, ambazo tutakuwa na fursa kubwa kuunganisha bandari yetu na nchi zisizokuwa na bandari, ambao hiyo ni mlolongo mkubwa sana, ni cheni kubwa ya kibiashara. Aidha, pamoja na mambo mengine, waziri wa Viwanda na Biashara akachukua fursa hiyo kueleza juu ya siku 2 kubwa katika maonyesho hayo yatakayoendeshwa kwa muda wa miezi 6. Tarehe 25 mwezi wa 5, mgeni wetu rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao tunatarajia kwamba tutakuwa na mambo mengi ya msingi kuonyesha utaifa wetu, nini kama Watanzania tunajivunia. Lakini kubwa zaidi, tuliwashukuru wenzetu taifa la Japani kwa sababu wametupa ukarimu wa hali ya juu katika kufanya maandalizi makubwa ya maonyesho haya. Lakini siku itayofuata, siku ya tarehe 26 mwezi Mei, tutakuwa na tukio lingine kubwa. Tukio hili litahusisha masuala ya biashara, masuala ya uwekezaji, masuala ya utalii. Hii sasa itakuwa ni siku kongamano maalumu la biashara, uwekezaji na utalii. Lengo la Tanzania kushiriki katika maonyesho hayo ya Expo 2025 ni fursa za biashara au masoko ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini, kuvutia uwekezaji na utalii, kutangaza mila, desturi na utamaduni wa Tanzania na kujifunza mambo mbalimbali ya kibiashara, teknolojia na ubunifu. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi.
Asante Kuringemonge kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Gole kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga wanakabiliwa na changamoto kubwa ya ubovu wa barabara kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha wilayani humo na kusababisha adha ya usafiri kwa watumiaji wa barabara hiyo wakiwemo wagonjwa. Kutoka Handeni, huyu hapa ni Ernest Mbezi ambaye ana undani wa hii taarifa. Wakielezea changamoto hiyo, baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo ya kutoka kijiji cha Kwachaga hadi Gole wilayani hapa wamesema, sisi tuko huku kwa Mgube, lakini tuna shida kubwa ya barabara. Mabonde yanasumbua, hatupate misaada ya kurekebishwa. Tunaomba misaada, tupate msaada wa kurekebishwa barabara yetu iwe sawa. Hali mbaya tu kama hivi mlivyokuwa naona kwamba mvua ikinyesha, hali ya udongo huu hapa kama hivyo unavyoona unashika sana. Kwa hiyo hapa bila kokoto inakuwa ni ngumu sana, hata magari kama vile unavyoona kule yamekwama. Kwa hiyo hakuna uhakika wa safari. Kutoka kwa Dijava naelekea hapo Ubungo. Sasa safari hii ya pikipiki unaweza kutembea masaa 3-4. Hiyo ndio changamoto. Mbeba na kitanda, maana kwa pikipiki haiwezekani tena. Itabidi uchukue kitanda mweke pale afu mbebe juu. Sehemu nzuri anakaa kwenye pikipiki, sehemu mbaya hivyo mnaenda. Sasa kama hapa hata na mgonjwa si anakufa kweli. Hata hivyo, serikali kupitia wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA imeendelea kufanya juhudi za kukarabati barabara hiyo baada ya kujenga daraja lenye urefu wa zaidi ya mita 40 linalounganisha vijiji vya Nyasa na Gole, kama anavyoelezea mhandisi kutoka TARURA wilayani hapa, huku akibainisha mikakati ya kuendelea kukarabati maeneo yote korofi. Hali yetu ya barabara ni za wastani, hasa kipindi cha mvua zinapitika kwa shida, lakini bado ziko kwenye hali nzuri. Tayari tumeshatenga hizo hapo fedha kwa ajili ya kuboresha zile sehemu zote ambazo ni korofi, ikiwa ni pamoja kuweka vifusi, na kama kuna sehemu zingine ambazo zinahitaji zile structure ndogo, kwa mfano karavati, kuweka hizo hapo karavati ambayo itatekelezwa kwa mwaka wa fedha unaokuja. Akielezea namna ambavyo daraja hilo limekuwa na msaada mkubwa kwa wakazi wa maeneo hayo, mbunge wa jimbo la Handeni vijijini John Salu amesema, kwa kweli tunashukuru sana kwa jinsi mama yetu Samia Suluhu Hassan alivyoitika kwa kutukomboa wana wa Gole, kwa sababu huko Gole ilikuwa ikinyesha mvua basi Gole inakuweko huku, Nyasa inakuweko huku, kwa hiyo hakuna mawasiliano. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli tunashukuru Mungu, magari yanapita, njia inapitika, na ilivyo thamani ya mazao imepanda. Kutoka hapa katika daraja linalounganisha vijiji vya Nyasa na Gole wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika inatarajiwa kupigwa leo kwa michezo ya mzunguko wa pili kwenye viwanja mbalimbali barani Afrika, huku jiji la Dar es Salaam Simba Sports Club ikikaribisha Al Masry ya huko Misri. Mashabiki na wapenzi wa soka hapa nchini wana matumaini kuwa Simba itapindua matokeo ya kufungwa mabao 2-0 na kupata ushindi zaidi ya huo ili kusonga mbele katika hatua ya nusu fainali. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo jana, makocha na wachezaji wa timu hizo wameeleza kukamilika kwa maandalizi yao, huku kila upande ukieleza ugumu wa mchezo huo zaidi ya kuahidi mashabiki watarajie mchezo mzuri. Mtazamaji, mwisho wa taarifa ya habari. Vipunde tarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa magazeti nilionayo muda huu.